nafsi yangu na mwili wangu wote ukapate kutakasika, ili ninapoenda kuitoa shukrani nijifunze namna ya kumcha Mungu katika jina la Yesu. Mungu, naomba usiniache, naomba unitakase, takasa maisha yangu, takasa uchumi wangu, takasa kila nitakachogusa. Naomba unitakase kama mwana wa Mungu, nitakasike rohoni na kwenye kinywa changu, maana huenda unaongea maneno ya kuharibu watu, lakini Mungu, naomba takasa ulimi wangu, ili ninachokitoa isiwe cha kuharibu, bali cha kutuunganisha kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Isiwe na roho ya faraka kwenye kinywa changu, katika jina la Yesu. Naomba msamaha kwa yale niliyoyatenda, yale mabaya mpaka yanachukiza watu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili. Nisamehe ikiwa kama mtu mzima nimeshindwa kusimama katika nafasi stahiki katika maisha yangu. Mungu, naomba unisamehe, naomba unirehemu, yatakase maisha yangu, takasa waimbaji, takasa mtumishi wako, takasa madhabahu, takasa wazee wa kanisa, takasa watumishi mbalimbali ndani ya kanisa katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, naomba rehema zako na neema yako ikapate kushuka katika jina la Yesu. Fanya namna hii. Inama kidogo kama unachoka. Ombea kabisa karama ambazo zinaharibiwa na watu wa karibu. Kuna namna ambavyo wanafunga karama za watu, wanaharibu kwa njia ya kutamka maneno mabaya mpaka mtu anakufa moyo. Kwa hiyo tuombe kwa ajili hiyo. Omba kwa ajili ya karama hizo, karama za watu, karama za watu. Ombea karama yako, ombea karama ya watoto, ombea karama, ombea karama, ombea karama, ombea karama, ombea karama. Karama ni muhimu sana. Ndio kitu cha thamani ambacho kimepotezwa, kiombee kipate kurudi. Amen. Hebu simama, hebu simama. Hivi vya thamani, na ni kitu cha thamani sana 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 sana. Akikuzingirwa, bali tuliomba tu tukaacha, lakini watu wamepoteza. Ikawaje unaomba, ikawaje unaokoka, ukisimama vizuri, na nini? Hiyo sio sababu. Sababu inakuja, hichi kinywa je kinanena nini? Hichi kinywa je kinataka nini? Ni mambo gani unayataka katika kinywa chako? Sio lazima uombe fedha, sio lazima uombe uzima, lakini kuna kitu, kuna dira ya kwako, kuna kitu cha kwako ambacho hichi kitu ndicho ambacho Mungu akikiangalia anajua afanye nini katika maisha yako. Kikipotea, wachawi wanapata nafasi ya kuingia. Nilipofunulia hicho kitu juzi baada ya kuanza maombi, nilijiuliza sana mara mbili. Nikapanda ile barabara, nikashuka, nikaona yaani karibia Tanzania nzima watu wanaomba, lakini wapi? Huko vitu vya thamani tumepoteza kabisa. Na ndio maana ukisikia neno tu unafadhaika, unatamani kukimbia hata upotee kabisa katika ile neno, wala usionekane. Kwa nini? Kwa sababu kile kitu cha thamani ambacho kinakaa kwako, ambacho kinakupa ujasiri, kimeondolewa sasa. Kimeondolewa. Na hivi uamini, wale ambao wana umri wa chambua, ile wachambua wa nani, wa Yanga, zamani zake Yanga wanapoweka naenda kuvunja madhabahu za wanyama wabaya kwenye ulimwengu wa roho, watu ambao wanatembea na roho za mbwa kwenye ulimwengu wa roho, kuharibu watu katika jina la Yesu. Mungu, nataka takasika, naenda kuvunja huo mkono wa mtu aliyekufa ambaye
hii. Sema 1, 2, 3. Vunja huo mkono mpaka wakuachie. Utaona nguvu imekuja kwako. Vunja, sema achilia dhahabu yangu. Mwambie achilia Tanzanite yangu. Piga kabisa. Mwambie achia kabisa, waachie. Ndio. Tandika kusogea mbele ya madhabahu. Tandika huku unasogea mbele ya madhabahu ili ikupe haki yako. Tandika sawa sawa. Ndio. Wewe piga cha zamani kitarudi. Tandika sawa sawa. Piga kila kona. Piga nguvu ya wachawi kwa jina la Yesu. Nguvu ya Freemason ambayo inaandaliwa kwa ajili ya kuondoa zamani ndani ya watoto wako, ndani ya biashara yako, ndani ya nyumba yako, kwa jina la Yesu inaondoa kibali. Tandika sawa sawa kwa jina la Yesu Kristo. Ndio. Piga. Piga sawa sawa. Mwambie achia hicho kisa zamani. Mwambie achia hiyo nyota, kwa sababu nyota ni mali yangu. Nyota sio mali yako. Mapepo yanayotembea usiku wa manane, tandika sawa sawa kwa jina la Yesu Kristo. Ndio. Tandika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Weka namna hii. Kwa nini nafsi za watoto wetu zinaenda, mara wanaenda, mara wanarudi, mara wanaenda, pamoja na kwamba mama unafunga na kuomba? Kwa nini? Kwa sababu wakina mama wote ambao nimewataja, japo nitakutana nao, lakini kuna kazi nitawapa. Mgeni ataongezeka hapo pamoja na huyu nani? Weka hivi kwamba kwa nini baba watoto wanapiga mara hivi mara hivi. Nimekuja kugundua kwamba kuna vitu vya thamani ambavyo wachawi hata wangeinuka juu hawawezi kuondoa. Nimusha milo ya waganga ndani ya maisha yangu. 1, 2, 3. Vunja kabisa. Vunja. Kumuta na kutamka kabisa. Sema na vunja miko ya waganga kwa jina la Yesu. Ndio. Haleluya, nguvu katika jina la Yesu. Vunja miko ya waganga ndani ya maisha yako, kwenye maono yako, kwenye ulimwengu wa roho. Wavunje kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Tamka kabisa. Sema na wavunja kwenye ulimwengu wa roho. Na wakataa kwenye ulimwengu wa roho. Wakatae kabisa. Kataa dawa za kuruka. Ndio. Uchawi wa kila kabila. Majini ya kila kabila. Ndio. Msemo wa kila kabila. Manuizo ya kila kabila. Vunja. Haribu. Teketeza. Haribu kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Ndio. Usipovunja, maana yake mambo yatazidi kukusonga. Hata upokee mshahara wa milioni 1, unaweza ukaenda nao mpaka ukawa mzee kabisa pasipo kufanya chochote, kwa sababu hata kile kidogo kama huwezi kufanyia chochote, ni kazi bure. Hata kikubwa ukipewa ni hivyo hivyo. Sawa sawa.